Sabra alikuwa na ndoto za nuru. Simama! Kaka, simama! Moyo wako bado unapiga kwa upole, lakini nani atasikia? Shem. Kuna taarifa gani kuhusu Chifu? Kiukweli mpaka sasa hakuna taarifa zozote, lakini nimejaribu kwenda kituo cha polisi na wamesema hawana taarifa yoyote, ila nimeenda katika vituo vya serikali, nimeenda kwa mwenyekiti, nimeenda kwa wajumbe wa nyumba 10, lakini na viongozi wengi sana. Ukiachana nayo, nimefanya machapisho tofauti tofauti na nimebandika sehemu tofauti tofauti na picha za Chifu nimeweka, ili yoyote ambaye atakayemuona basi atoe taarifa, na namba pia nimeziweka za kwangu. Sasa kiukweli kwa sasa hivi tusubirie taarifa itakayokuja tu, shemeji yangu. Mungu wangu. Au Chifu amefariki? Hapana, mimi nafikiri tujipe muda, lakini imani yangu inaniambia Chifu yuko hai kabisa. Sawa. Shemeji, kuna nini? Mbona sura yako imetaliwa na majonzi? Kuna taarifa nimepata kutoka kwa rafiki yangu. Taarifa gani hiyo? Anasema amemwona Chifu. Sawa, kwa hiyo yuko wapi huyo Chifu? Amemwona akiwa anapigwa kwa ametiwa mwizi na wananchi wenye serikali. Mbona mdogo wangu hana tabia hizo za wizi? Ni wakina nani wamemuitia mwizi? Okay, kwa sasa hivi yuko wapi Chifu? Hakunipa taarifa za kutosha, ila anasema kuna watu walimsaidia na hajui kama amekufa au la. Hawa watu ni wakina nani? Hawafahamu pia? Hafahamu. Nini kinatokea kwenye familia yetu sasa?
msiba, ila sherekea kwa sababu unalo mbaya, we mubaya. Kosa gani lisilosamehewa? Unalo mbaya, we mubaya. Kosa gani lisilosamehewa? Jifunze kusamehe, itakusaidia maishani mwako kote kubabaki. Mdogo wangu nampenda, alafu simwone sasa hivi. Chifu wesikana. Chunga tamamba. 20 tamamba. Chunga tamamba, kila kitu kubabaki. Kibonge umekufa, kibonge kibonge umekufa. Sitakuona hapa kama wewe. Mungu nisamehe popote ulipo, Mungu wangu, nakupenda hatari. Shemeji. Shemeji nini wewe? Mambo. Ni nani amekwambia kama pombe ndio suluhisho ya matatizo yetu? Kumbe Maida. Shemeji. Wajua, kitu pekee ambacho shemeji yeye kijui, mimi na Chifu Kitumbo Kibonge Pipa ndo mtu pekee ambaye amefanya mimi niujue mji huo. Ila mdogo wangu tumeishi maisha mazuri tukiwa wadogo, afu alinitegemea sana. Niliweza mashamba, kuku, nikawa namsomesha dogo, alikuwa na akili yule. Afu akaja akafaulu maisha, amekuja huku, ameniita brother wake nimekuja. Sasa nikaleta tamaa, mimi ndo mtu pekee ambaye nimeharibu maisha ya mdogo wangu Chifu. Nimeleta tamaa kwa sababu mimi ndo nimesababisha mahusiano ya uongo ya fumanizi la Sabra halikuwa la kweli. Chifu, unajua mapenzi bwana, mapenzi yanauma. Yaani Chifu akaumia kuona ile tukio, akadata, akili yake imeruka kabisa. Hata ningekuwa mimi ningedata. Alafu ogopa sana hicho kitu kibaya na kufanyia ndugu yako. Ogopa, bora ufanywe na mtu mwingine. Kwa Chifu akaumia, sasa hivi akili yake iko sawa, sababu yangu. Kwa hiyo faraja pekee inanifanya mimi nifurahi, bora ninywe pombe tu, nile pombe, ninywe wine. Muda mwingine ni date tu kama mdogo wangu. Dogo kafa sijui atakuwa kafa lakini. Ngoja tule pombe, tuseme. Tuseme. Hapa ni shemeji. Shemeji yetu. Alikosea. Wewe unanikosea shemeji kunipogonya pombe. Mdogo wangu. Chifu. We Kitumbo Pipa. Babake. Brazangu, nakuomba msamaha, kama umekufa nisamehe. Una sasa shemeji, mambo gani unafanya? Mimi nilitarajia mimi na wewe tutaenda kumtafuta Chifu hospitali tofauti. Lakini umeamua kuwa mlevi. Mimi nitawezaje peke yangu? Chifu wangu misi hatari. Najua yule kama yupo mdogo tunataniana, sasa nisipomwona kama hivyo naumia. Lakini don't worry.
kama tukiaki kidogo amekufa. Hizi mali wewe ni kabisa. Sijali chochote. Sawa. Umeelewa? Mali zako chukua. Wanaokuwa papa wameshika bega sijui. Naitwa Maida. Kuna mgonjwa wangu ameletwa hapa anaitwa Chifu. Naweza nikamwona? Oh, yule ambaye aliletwa na mwanamke anaitwa Sabra. Ndio huyo Sabra. Mgonjwa wako yupo na inaendelea vizuri. Karibu ofisini tukazungumza. Asante. Halo Sabra. Unaongea na Maida. Nimeenda kumfuata Chifu hospitali ulompeleka. Hii namba yako amenipa nesi. Asante sana kwa wema wako Sabra. Nilikuwa nakuomba leo uje nyumbani tuzungumze. Usifanye chochote, wewe njoo. Unakuja kweli? Hapana Sabra, njoo. Usiondoke. Mimi nakuahidi kila kitu kitakuwa sawa. Unakuja kweli? Aya, sawa, nakusubiri. Asante. Naomba unisamehe sana mdogo wangu Chifu. Sabra. Naomba unisamehe. Kwa ujumla wote naombeni mnisamehe kwa sababu mimi niliyafanya yote haya kwa sababu ya tamaa za pesa. Lakini hata lile fumanizi la Sabra kuonekana kwamba amefumaniwa sio la kweli. Mimi ndo nilisababisha. Nilitengeneza fumanizi la uongo na hii yote ili nipate pesa. Sikujua kwamba nitamsababishia madhara mdogo wangu. Sikujua. Chifu nisamehe. Nisamehe mdogo wangu. Sabra, najua ulinifanyia mema mengi sana katika maisha yangu, lakini sikuweza kulipa jema hata moja zaidi ya kurudisha machungu tu ambayo unajutia kukutana na mimi. Mungu wangu nisamehe. Mungu wangu. Mkanga, ndoa yangu ilianza kwa furaha, amani na upendo, lakini imemaliza kwa maumivu makali, mateso na chuki kwa sababu yako. Bro, unajua maumivu ya mapenzi wewe? Haulikuwa unafanya tu kwa sababu ya kutafuta furaha yako. Unajua hichi ambacho umekifanya kimeenda kuharibu system nzima maisha yangu, unajua hilo? Kama ulikuwa unataka pesa, si ungesema nikupatie? Mangapi unaniambia nikusaidie na kusaidia kama blaza. Kwa nini leo umeenda kuyafanya haya? Kwa nini? Nilikuweka bayana namna gani nampenda Sabra. Unalifahamu hilo. Lakini wewe umekuja mara kwanza, umekuja umeharibu ndo. Nimekusamea, umekuja tena mara pili, umekuja umeharibu ndo. Kukosea nini blaza mpaka unaenda kuharibu maisha yangu kiasi hichi? Kwa nini? Au pengine labda mimi sio ndugu yako ndio maana unayafanya haya, sio? Ndio, mimi ningekuwa ndugu yako singeweza kufanya hivi ambavyo umefanya.
Kwa nini mkango umeenda kunifanyia hivi? Kwa nini? Tazama, umeenda umesababisha nimepigwa na wananchi. Akili zangu zikaja zikaharibika sababu ni wewe. Mkango, kwa nini umenifanyia hivi brasa? Kwa nini? Nakuchukia. Nakuchukia mkango, nakuchukia kushinda kitu chochote katika hii dunia. Sitamani hata kukuona juu ya ulioyafanya. Sitamani. Haukuona wengine wakuyafanyia haya zaidi ya mimi ndugu yako Adamu, sio? Sinakuuliza mkango. Haukuona wengine ambao unaweza kuyafanyia haya zaidi ya mimi ndugu yako Adamu? Nimekutoa kijijini, nimekuleta hapa kwa upendo. Nikiamini kwamba nitakufungulia biashara kama blaza uanze kusimama, ndo malipo yangu haya. Haya ndo malipo yangu mkango. Mkango, kwa haya mambo uliyofanya kwenye maisha yangu, na kila sababu ya kusema kwamba kuanzia leo wewe sio kaka yangu tena. Mkango, yes. No. Wewe sio kaka yangu mkango. Ungekuwa kaka yangu singefanya hivi. Kuanzia sasa natamka rasmi. Nimevunja undugu na wewe na naomba utoke katika nyumba yangu. Sitaki kuona tena katika haya maisha. Toka mkango. Usifikiwe. No, toka! Mbona nifukuze bwana? Mimi ni ndugu yako wa damu moja. Na hapa tayari mimi nishachukulia kama ni nyumbani kwangu. Naishi vipi nikienda kijijini kule tena? Kale maboga, matembele. Nimeshazoea hapo kusema vitoga, chefu. Vitu unatoa supermarket mnakuja. Mimi siwezi kwenda kule bwana. Alafu kumbuka mimi ni mgonjwa. Nimeathirika. Dogo, natakiwa kula vizuri kwa sababu daktari akasema nile vizuri. Matunda mimi napata wapi? Napata vipi nyama? Napata vipi supu ya samaki? Siwezi kuondoka. Niue sasa kama unataka wewe niue. Shemeji, naombeni mniombe msamaha. Mimi siwezi kuondoka hapa. Damu yako. Mimi damu yako mkango. Ningekuwa damu yako, ungeenda kuharibu maisha yangu namna hii. Mimi sio damu yako, naomba utoke mkango. Sasa basi. Nakwambia, nimekwambia utoke kistaarabu mkango. Sijawahi kuvunjia heshima. Shemeji, naombeni mnisaidie. Dogo, mimi naenda wapi mimi mwathirika, nishakufa. Wewe acha nifie hapa pazuri. Nije na zalangu liwe zuri. Kule mimi nikifa kule uji najua kwa sababu nimekukera. Mimi sio ndoke kia Mungu nakwambia. Sifuri samehe dogo. Nilisamehe bana. Mimi sio ndoke hapa. Kia Mungu ni uwe hapa dogo. Mtia majambazi wa niwe sio ndoki. Naingia ndani. Nikitoka ndani nikikuta bado umeendelea kukaa hapa, nitachokufanya nahisi nitaenda kuharibu maisha yako kama ulivyoharibu ya kwangu. Sitaki tufike huko. Sitaki kukote mkango. Sasa shemeji yangu naomba niombe msamaha. Mimi nimefanya makosa. Nimemkosea mdogo wangu, nimekosea na shemeji yangu, naomba mnisamehe. Nimewakosea wote kwenye nyumba. Nimekosea kila kitu kilichopo humu ndani mimi. Makochi, TV nimekosea. Nimekosea kila kitu. Nimekosea mifugo mpaka magari mpaka kamera. Naomba nisamehe. Kuna vitu nilikuwa navifanya kamera ziliniona mimi. Mama yangu wewe. Chifu, ina maana hutaki kumsamehe kaka yako ili hali unajua anaumwa? Mimi nimeshamsamehe tayari, lakini bado sijazungumza naye na kumwambia kwa nini nimsamehe. Unajua Maida, nilipata nafasi ya kuzungumza na Sabra na akanishauri sitaki kulipa ubaya kwa ubaya. Hivyo sina budi kumsamehe kakaangu na kuanza maisha mapya. Na kuzingatia yeye ni mkosewa pia, lakini amefungua moyo wake na amemsamehe mkango. Kwa nini mimi nisimsamehe? Hivyo nimemsamehe na nitazungumza naye na mimi nitakuwa nimejifunza kupitia yote yaliyotokea. Nimemsamehe. Kweli? Nimemsamehe. Hapa tunavyoongea
Mkango amebeba mabegi yake na Sabra amejaribu kumkimbilia huko ili aweze kumrudisha. Mkango anaondoka? Ndio. Shemeji, usiondoke shemeji. Umeongea na Chifu amekusamehe, lakini yote tuchukue kama funzo. Kilio chako, moyo wako bado unapiga kwa upole, lakini nani atasikia kilio chako? Alipata barua yenye alama ya ukweli mchungu, maneno yaliyochoma kama moto moyoni. Marafiki wakakimbia, familia kanyamaza, alibaki na